Ni heshima kwa nchi zetu na ni heshima kwenu nyewe watekelezaji wa mradi kwamba mradi umeweza kupiga hatua licha ya kwamba umetekelezwa katika kipindi ambacho dunia nzima ilikuwa inapita kwenye misukosuko ya masuala ya kiuchumi. Natambua wakati mradi unaanza kulikuwa na mambo ya COVID, ikaisha masuala ya COVID, yakawepo masuala ya mizozo ya geopolitics mashariki mwa Ulaya kule, ikapita mizozo hiyo, yakaja masuala ya upungufu wa fedha za kigeni, imepita hiyo, yakafuatia na mengine mabadiliko ya sera za kiuchumi. Lakini licha ya changamoto za masuala ya kiuchumi duniani, mradi huu umeendelea kutekelezwa kwa kasi ile ile. Hili ni jambo linaloipa heshima nchi yetu pamoja na ndugu zetu tunaotekeleza mradi kwa pamoja. Nimefurahishwa pia na uaminifu katika utekelezaji wa makubaliano. Mimi ukienda kijijini kwangu, bomba hili limepita mlangoni tu pale kwa nyumbani kwa mzee. Kwa hiyo nina stori za kusema hata kinachotokea kwenye grassroots. Kwa urefu wa bomba hili kilomita 1477, kungekuwepo na ubabaishaji, kungekuwepo na kelele nyingi sana mtaani, lakini kwa kiwango kikubwa mmezingatia makubaliano mmezingatia kila kilicho kwenye makubaliano ya utekelezaji. Na kwa taarifa yako Mheshimiwa Naibu Waziri, nimesema kwamba ifikapo Julai mwaka huu tunatarajia kwamba mradi huo umekamilika. Tumeonyeshwa maeneo kadri mlivyoyagawanya, jinsi ambavyo utekelezaji wake unaendelea. 73 na 81 ni hatua nzuri. Kwa tuendelee na kasi hiyo hiyo ili tukamilishe mradi huu ndani ya muda, tuende kwenye kupata manufaa yaliyokuwa yamekusudiwa kwenye mradi. Na nisisitize tu maeneo mawili. Nimefurahishwa kwamba mnatekeleza ipasavyo na swala la local content na swala la CSR. Sasa kwenye CSR, kama ambavyo mmefanya katika maeneo ambayo yalikuwa yanahitaji fidia, na kwenye CSR fanyeni hivyo hivyo, msilimbikize. Wenyeji wetu hapa wana mambo mengi ya kufanya. Nataka wananchi wa Tanga waumiliki mradi, wananchi wa Tanzania waumiliki mradi, na njia mojawapo ya Watanzania kumiliki mradi ni kupitia ushiriki wao katika mradi huu. Nimefurahishwa pia na masuala ya kuwahamishia ujuzi vijana wetu na kazi ambazo wamezifanya. Sasa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, Mheshimiwa mwenyeji wetu, mtendaji mkuu, pamoja na wizara, Mheshimiwa Katibu Mkuu na Mheshimiwa Naibu Waziri, kwa kweli kwa wale ambao wako na hizo taaluma na wako na huo ujuzi, angalieni uwezekano isiwe tu part time. Huu mradi sio wa dharura wala auishi siku moja. Wale ambao kwa kadri ya ushiriki wao mmeshaona ujuzi wao na uzoefu wao kupitia shughuli walizokuwa wanazifanya, waangaliwe uwezekano wa kupata ajira za kudumu, kwa sababu mradi huu kama ambavyo mkuu wa mkoa umesema vyema kwamba kwingine kote umepita, wakishafukiwa kazi kule itakuwa imeisha, lakini hapa kazi itaendelea. Kwa vijana wetu ambao wameshakuwa tested wanaweza wakafanya hizi kazi, wana ujuzi, wana uzoefu, wana taaluma, waangaliwe kupata ajira za kudumu. Isije
baada ya kukamilika ujenzi, tukaanza kuona sura zingine za watu kuja kufanya shughuli zile zile ambazo vijana wetu wangeweza kuzifanya. Kwa hili muambie wenzetu mapema tu kwamba tunataka wale ambao kweli wanakidhi vigezo vyake vya kufanya hizo kazi na wamedemonstrate, wameshadhihirisha wanaweza wakafanya hizo kazi, basi tafutwe mtu kutoka kwingine kuja kufanya hizo kazi ambazo vijana wa Kitanzania wanaweza wakazifanya.